Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano limechagua nchi 5 kujiunga na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye wanachama 15 kama wanachama wasio wa kudumu. Zimbabwe ilichaguliwa bila kupingwa kuiwakilisha kundi la Afrika na itaungana na Australia, Kyrgyzstan, Ureno pamoja na Trinidad na Tobago kwa muhula wa miaka 2 utakaoanza Januari mosi mwaka 2027. Kwa nini nchi za Afrika zimekuwa zikilalamikia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa? Kwa zaidi ya miaka 20 sasa, nchi za Afrika zimekuwa zikitaka mageuzi makubwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC, zikidai kuwa mfumo wa sasa hauakisi uhalisia wa dunia sasa wala nafasi ya Afrika katika siasa za kimataifa. Msimamo huo wa pamoja wa Afrika unajulikana kama makubaliano ya Ezulwin yaliyopitishwa na Umoja wa Afrika mwaka 2005. Kero kubwa ya kwanza ni kwamba Afrika yenye nchi 54 wanachama wa Umoja wa Mataifa na zaidi ya watu bilioni 1.4 haina hata kiti kimoja cha kudumu katika Baraza la Usalama. Wakati huo huo, nchi 5 za kudumu, Marekani, Urusi, China, Uingereza na Ufaransa, zinaendelea kushikilia mamlaka hayo tangu mwaka 1945. Viongozi wa Afrika wanasema hali hiyo ni ukosefu wa haki wa kihistoria kwa sababu bara hilo linaathiriwa sana na maamuzi ya Baraza la Usalama, lakini halina sauti ya kudumu katika kufanya maamuzi hayo. Malalamiko mengine ni kuhusu haki ya kura ya turufu, veto. Afrika inaamini kuwa ikiwa mfumo wa veto utaendelea kuwepo, basi nchi za Afrika zinazopata viti vya kudumu zinapaswa kuwa na haki sawa na wanachama wengine wa kudumu. Kupitia msimamo wa pamoja wa Afrika, bara hilo linadai angalau viti 2 vya kudumu vyenye haki zote za wanachama wa kudumu pamoja na viti 5 visivyo vya kudumu katika Baraza la Usalama lililopanuliwa. Nchi za Afrika pia zinalalamikia ukweli kwamba migogoro mingi inayojadiliwa na Baraza la Usalama hutokea barani Afrika, lakini maamuzi mengi hufanywa bila uwakilishi wa kudumu wa Afrika. Hali hiyo imekuwa ikitajwa kama sababu inayopunguza uhalali wa maamuzi ya baraza hilo. Kwa mujibu wa viongozi wa Umoja wa Afrika, muundo wa sasa wa Baraza la Usalama bado unaonyesha uwiano wa nguvu za kisiasa za baada ya vita kuu ya pili ya dunia badala ya kuzingatia mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kidemografia yaliyotokea katika karne ya 21. Afrika pia imekuwa ikitaka iwe ya mamlaka ya kuchagua yenyewe nchi zitakazoziwakilisha katika viti vya kudumu badala ya mchakato huo kuathiriwa na mataifa mengine au makundi ya nje. Hilo ni moja ya vipengele muhimu vya makubaliano ya Ezulwin. Katika miaka ya hivi karibuni, mataifa kadhaa makubwa yameanza kuonyesha uungwaji mkono kwa ongezeko la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama. Hata hivyo, mchakato wa kubadili katiba ya Umoja wa Mataifa unabaki kuwa mgumu kwa sababu unahitaji idhini ya 2/3 ya wanachama wote pamoja na kuridhiwa na wanachama 5 wa kudumu wenye kura ya turufu. Hadi sasa madai ya Afrika bado hayajatekelezwa licha ya uungwaji mkono mara kwa mara na Umoja wa Afrika. Hivyo kila uchaguzi wa wanachama wapya wa Baraza la Usalama huibua tena mjadala kuhusu iwapo ni wakati wa kulifanyia mageuzi chombo hicho ili kiwakilishe kwa usawa mabara yote ya dunia, hususan Afrika ambayo ndio bara pekee lisilo na mwakilishi wa kudumu. Hii ni TriGen Media.